السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tukiendelea na matukio yaliyotukia katika mwezi kama huu wa Rajab, nao ni al-Isra wal Mi'raj, tukiwa leo tutaingia darasa la 10. Tumefikia jana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona gogo ambalo liko njiani na hakipiti kitu chochote isipokuwa kinararuliwa na gogo kama hilo, si nguo wala si jambo lolote. Mfano huo akasema Jibril ni wale watu ambao kwamba wanaokaa barabarani kuvunja zile haki za barabara, na wakaamua haswa kuwadhuru watu, yani kwa ufupi, kwa lugha yetu sisi ni majambazi. Watu kama hawa ambao kwamba wanawauzi watu, na hakuna kitu kibaya kama hicho ambao kwamba kuamua haswa maisha yako unaishi namna gani tawaudhi watu. Kuna watu wanaumbile hilo, umbile lao ni kuwa mimi nikiinuka namna gani nitamnyang'anya huyu, namna gani nitamdhulumu huyu. Watu hawa faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia watu kama hawa hana msamaha nao. Watu ambao wenye kufanya mambo kama hayo, kwa yale ambao wanaochuma mabaya kama hayo, kuwaudhi watu, vitu kama hivi, na hakuna kitu ambacho kwamba kizuri kama manufaa, kuwanufaisha. Namna gani nitawanufaisha watu, lakini kwa wewe ni namna gani nitawaudhi watu katika njia. Katika hadithi imezopekewa an Abi Barza al-Aslami asema, mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam: ya nabii Allah, allimni shay'an antafi'u bihi. Huyu bwana alimuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu nijuza na mimi jambo ambalo kwamba nitapata manufaa nalo, jambo kama hilo nitakapokuwa mimi nilifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia maneno mengi, alimwambia ya'zil adha an tariq almuslimin, wewe ondosha jambo lolote ambalo kwamba lenye kuwaudhi watu katika njia ya Waislamu. Hilo ndio alimwambia. Ukitaka jambo kama hili likunufaisha wewe fi dunia wala akhirah, basi angalia lile jambo ambalo kwamba litakuwa lenye kuwanufaisha watu. Lakini kuna watu, njia zile za watu wanaamua kuziharibu, haswa wa kuzitia tope au kuzitia najisi, au watu wasinufaike na kupita sehemu kama zile ambapo kwamba, au kuweka jambo lolote kama ni miba, kama kitu chochote. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaba siendelea na maudhui haya kuendelea mbele, kuna mwanamke mmoja wa Kihabash alikuwa kazi yake kubwa sana katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufagia. Sasa amejitolea tu, kawa kazi yake ni kuondosha yale ambayo kwamba
yatakao kuwaudhi watu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amejitolea mwenyewe hivyo, akawa yeye tuqimul masjida. Huyu mwanamke akafa. Alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam akahamuoni ile kazi yake, fasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza mwanamke kama huyu, mbona simuoni? Masahaba wakamjibu, matat, amefariki mwanamke huyu. Alipoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amefariki, akawaambia, fala kuntum adhantumuni bihi, mbona mkunijulisha kifo chake? Kubadulluni ala qabriha, akawaambia hebu nipelekeni kwenye kaburi yake. Faata qabraha fasalla alaiha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapelekwa kwenye kaburi la mwanamke kama yule, kuwa ni hili. Na katika hadithi imepokewa na Imam Bukhari, wenyewe masahaba akamwambia, karihina anuqidaka laila, ilikuwa maziko yake ilikuwa ni usiku. Mwanamke kama huyu tukaona tukuamsha Rasulullah usiku kama ule, tulitimize tu jambo kama hili. Lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amemthamini mwanamke kama huyo kwa kazi ambayo kwamba amezoifanya ndogo tu. Wewe unaona ile jambo dogo ile, lakini kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kubwa. Kuwajitolea mwanamke kama ule, kuwa Waislamu wasiudhike katika msikiti kama ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitu chochote, akawa mwenye kufagia. Na msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na misikiti yetu. Misikiti yetu sisi na msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tofauti sana. Ilikuwa msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam ni kokoto tu ulioko ndani. Ilikuwa sengine siku ya mvua, ikinyesha mvua, watu wakisujudu wainuka na tope sawa. Lakini watu walikuwa wana khushui ajabu. Mwanamke kama yule alikuwa akifagia sehemu kama zile, kuondosha kama kuna wadudu, kama kuna kitu gani, vitu kama hivyo. Akawa yeye mwanamke kama yule amejitolea sawa mambo kama hayo. Leo kuna watu namna gani mimi nitakwenda kuwaudhi watu Waislamu katika msikiti? Namna gani mimi nitakwenda kuiba? Nitakwenda kufanya nini? Akao haoni sehemu ya kwenda kuwaudhi watu isipokuwa na wacha nikawaudhi watu msikitini. Sasa leo ndio misikiti tena imekuwa kama hayo. Hakuna kitu kizuri, wala tumkatazi mtu kuja kutawadha wala kuingia chooni, lakini bora wa udhu ndani nyumbani kwako. Bora wa udhu ni nyumbani kwako. Nyumbani kwako ndio bora udhu. Ukauchukulia nyumbani, ukawa wewe waondoka kutoka hatua wapata thawabu, pumzi zako wapata thawabu. Ukawa umechukua maji ya msikitini ni dharura ambapo kwamba tena asokuwa na pahala, asokuwa na nini. Lakini bora mtu kwanza akaanza nyumbani moja kwa moja, ukaanza kuchukua udhu nyumbani. Ndivyo walivyokuwa wakifanya maswahaba. Haya mambo ya kuwa sehemu ambapo kwamba kuwa na vyoo misikitini, kuwa na sehemu ya kutawadhia misikitini, haya mambo yamezuka baada ambapo kwamba tena watu kuwasahilishia watu. Lakini leo hao waliofanya uzuri wa mambo kama hayo, tena watokezea watu wengine wakaja kafanya mambo ambapo kwamba kiajabu. Tena sengine wengine waweza wakaingia chooni tena kakuudhi yeye, baada ya kulenga kwamba zile sehemu ambapo kwamba yatundwa choo, basi atatia choo chake pale, ashindwa hata kwamba basi mimi nimefanya haya yote, basi ngoja kidogo nisafishe hii sehemu tu ya ile. Kuna vile vitu vya kusafishia vipo humo, lakini aona wapo watu kwa kuja kusafisha, yani kana kwamba yeye si hastahiki kufanya mambo kama yale. Haya mambo kama haya ndiyo kwamba yanotusababisha sisi tukapata madhambi wengine, kwa sababu ambapo kwamba ya vitu kama hivyo. Katika tukiendelea na maudhui yetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa katika wingu kama huo wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapandishwa tena mpaka wingu hapo kwamba tatu. Ikawa yani yale fastaftaha Jibril,
Jibril wengi watatu, hali ni hiyo hiyo, na akabisha kutaka kufunguliwa. Akaulizwa vile vile, man hadha, masuala ni yale yale, nani wewe? Akajibu, ni mimi Jibril. Lakini yote haya ni mafunzo afundishwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundishe sisi. Qala wa man ma'aka, ni nani uko pamoja na wewe? Qala, akasema ni Muhammad. Utakapokuwa wenda mathalani kwako uzuri, ukataja wale watu ambao kwamba wapo ubavuni mwako. Qila wa qad ursila ilayhi, ametumilizwa kuja huko. Jibril akasema naam, ndio. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa fafutiha, akakaribishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafunguliwa mlango ambao kwamba wa wingu ambao kwamba watatu. Mtume mwenyewe alayhi salatu wasallam atuambia, falamma khalastu fa idha fiha rajulun suratuhu ka surati al-qamari lailati al-badri, akamwona mtu ambaye kwamba alomuona hapo ni mzuri, sura zake kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, sura kama mfano wa mwezi ambao kama ule ambao kwamba uliokuwa umekamilika ule mwezi ambao kwamba lailatul badri. Imefaa wapigiwa kama watu ambao kwamba ya hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa, anta kashamsi, wewe kama jua, wewe ni kama mwezi, wewe ni kadha, kwa ule uzuri ambao kwamba wale jambo ambao kwamba tashbihi ambao kwamba kama hayo. Na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akampigia mfano mtu kama huyo aliomuona kwa uzuri kama alionao umbile lake. Akamuuliza Jibril, man hadha ya Jibril, nani huyu? Jibril akamwambia, hadha akhuka Yusuf bin Yaqub, huyu ni ule ndugu yako Yusuf bin Yaqub. Yeye alikuwa ni mtume na baba yake alikuwa ni mtume, ukoo huu. Na asema fasallamtu alayhi faradda, nikamsalimia naye akanirudishia salamu. Thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, Nabii Allah Yusuf akamkaribisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpa jina kuwa ni ndugu mwema na ni mtume ambaye kwamba neema. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kuhusu Nabii Allah Yusuf ule uzuri ambao kwamba alionao yeye, kad u'tiya shatra al-husn, amepewa nusu ya uzuri, nusu ya uzuri, wala si kamili. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye amepewa ule uzuri ambao kwamba kamili kuliko Nabii Allah Yusuf. Basi tu kuna vitu vimeondoshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukosewa mambo ambayo kama kadha wa kadha, lakini wenyewe maswahaba wasema alikuwa toshindwa sasa kumkabili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtupia jicho moja kwa moja kwa kumtizama. Lakini Nabii Allah Yusuf uzuri wake amepewa nusu uzuri. Mwenyewe Mtume amesema hivi, qad utiya shatrul husn, amepewa shatrul husn, amepewa nusu ambayo kama ya uzuri. Na kisa chake maarufu, yeye na ndugu zake, na alikuja akaota, na kuota kwake akamweleza babake, mtu wa kwanza kuota. Na masala nazungumza sana mimi kuwa masala ya kuota na mtu akaamua kwenda kuyatoa tu, mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam atuma la yaqusuha illa ala habibin au labibin au dhi mawadda. Ukiwa wataka kutoa kisa chako ambao kwamba ya neema yako ambao kwamba umezoiota ama kuota kwako umeota, tafuta ambao kwamba yule mpenzi ambao kwamba hatokudhuru, au umweleze neema kama hiyo ambao kwamba uliyoiota wewe, yule mtu ambao kwamba labib, ni mwerevu na ni mtu ambao kwamba mwenye kuelewa mambo, au ni mpenzi wako sawa, huyu bwana huyu nikimweleza hatanidhuru. Kwa sababu sio kila mtu tu anaelezewa haya mambo tu. Nabii Allah Yusuf yeye kuota tu, qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara raaituhum li sajidin. Maneno haya ndio alikuwa yeye ameota, aliota nyota na mwezi
zote hizi 11 za msujudia yeye, zinampa heshima yeye. Yeye na baba yake ndo akamkataza, akamwambia ndugu zako tu, la takhsus ru'yaka ala ikhwatik, hawa ndugu zako tu, hizi habari umeniambia mimi basi inatosha. Tayari baba mtu ashajua mwanawe huyu atakuja kuwa na jambo kubwa sana, atakuwa na jambo la shani kubwa sana, na ameona katika miongoni akazidi kumpenda. Na ndio sababu ambapo kwamba hawa ambao ndugu zake kumfanyia vitimbi, ndugu tu. Sengine utakuja kukuta mambo ya ajabu sana, wamkuta ndugu yako baba mmoja mama mmoja, au karibu yako ndio adui yako. Haya mambo si mageni, yameanza huko nyuma. Ikiwa huyu ambaye kama Nabii Allah Yusuf ndugu yao tu, tena ni mdogo, lakini akafanywa mambo ambayo kwamba ajabu. Wao walikuwa wapanga aswa namna gani tutamalizana naye huyu, kwa sababu ya ile ndoto tu, naye hakueleza ndugu zake, lakini angalia ambazo apata. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza masala kama haya. Usiwe mwepesi tu wewe ukaota na mbio tu ukaenda kaeleza ndoto yako wewe. Idha raa ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha fa innaha min Allah falyahmidillah alaiha waluhadith biha, na umweleze yule ambaye kwamba yule mpendaye, mtu ambaye kwamba huyu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe kumweleza, tafuta yule mtu ambaye kwamba ni mpenzi wako, atakustiri. Ukiona zuri tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiliona zuri ujue fa innaha min Allah, hilo latoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe ukiinuka mshukuru Mwenyezi Mungu, falyahmidillah alaiha, mshukuru Mwenyezi Mungu hayo, na alizungumze, lakini tafuta kwa mtu ambaye kwamba mzuri. Wa idha raa ghaira dhalik mimma yakrahu fa innaha min ash-shaytan, ukiona hasa kinyume chake ambapo kwamba jambo ambapo kama la kuchukiza mwenyewe, ujue hilo la shetani. Lako kubwa nini? Ukiomeinuka falyasta'id min sharriha, sema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, na wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurra lan tadurrahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatupa njia hiyo. Ukiliona jambo ambalo kwamba hili ambalo kwamba kinyume na hivyo kama unavyotaka wewe na limekufanya ukafadhaika, wewe sema a'udhu billahi minash shaitanir rajim na nyamaza tu, kwa sababu fa innaha lan tadurruhu. Wewe la kufanya jambo kama lile usika tena ukawa sababu waenda kwa huyu kwa yule wababaika tena kwa kutokana na ndoto kama ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mwingine ambaye kwamba atakusaidia wewe. Ukenda mathalani ukwenda kwa mganga, ukenda wewe, Mtume tayari ashakufahamisha nani ambaye kwamba alikuwa bora wa kukufahamisha zaidi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwenyewe ashatuambia wa idha raa ma yakrahu falyu'awwadh billahi min sharriha. Wewe ukiona jambo ambalo kwamba la kinyume na vile utakavyo na walichukia jambo kama lile, basi wewe taawadh kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ujikinge na kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, useme a'udhu billahi minash shaitanir rajim, na utupe kama mati hivi mara 3 upande wa kushoto. Wala yuhadith biha ahadan, wala usiwe mwenye kwenda kuyazungumza huku na huku. Ukifika kwa mtu kama wale waganga hawa wachawi, ukaenda ukimweleza atakwambia, kwa sababu ataka wateja, hatakwambia hatakueleza haya alosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lake kubwa atakwambia tu wewe hapo bwana kuna jambo utalipata, atakudhuru tu, kuna jirani yako, kuna kadha, kuna hivi, kuna mambo kadha, hapa ng'ombe, hapa mbuzi, hapa njiwa, hapa kuku. Basi wewe utajikuta umeingizwa katika mambo ambayo si mazuri. Faman raa shay'an yakrahuhu, Mtume sema yoyote ambaye mwenye kuota, katika hadithi mazopokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim, mwenye kuota jambo ambalo kwamba yeye ni chukizo kwake, falyanfuth an shimalihi 3, wewe ushakaa mara 3. Hii ni njia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa njia. Uendaje wewe kutafuta watu ambao kwamba kama hao uone mimi bwana, mimi sina haja ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sina haja maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
waacha bwana mimi nikatafute mganga anitatulie ndoto kama hii. Tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ameshakutafsiria kwa hiyo ndoto mbaya uliyoiona wewe, rusha mate mara 3 kama kurusha mate fulani, waliyataawadh min ash-shaytan, bas useme a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kisha badilisha ule mkao mlalo ulikuwa umelala umeangalia huku, geuka kwingine. Basi na hawa watu ambao kwamba wenye kutafsiri sasa wameambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha abatum lilmuslim, mtakapokuwa wataka kuitafsiri ile ndoto al-ru'ya, fa'aburuha ala alkhair, wewe wapelekeshe watu katika njia nzuri. Mathalan amekuja amekuelezea mambo yake, bwana kumetokea kadha kadha, mimi moota bwana nafukuzwa, mimi naota bwana moto, si kitu gani. Mtume asema fa'aburuha ala alkhair, wewe peleka katika khairi tu. Fa inna ruya takunu ala ma ya'buruha sahibuha, tafsiri ni hiyo ya kwanza atakayokuitoa yeye. Akikupeleka pabaya shauri yako, akikwambia bwana hapa kutakuwa ni kadha wa kadha, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tafsiri ni ya kutokana na yule mtu ambaye kwamba atakaye kutafsiri wewe, shauri yako utakupata. Sasa wewe uende kwa mtu ambaye kwamba yeye atafuta zabuni, atafuta watu ambao kwamba wamjie. Leo wewe ukimjia pale na yeye ataka kitoweo, na ajabu iliyoko wale watu kama hawa ambao kwamba waliojiingiza katika wao ni waganga na wachawi, ukaenda ukimweleza bwana ni kadha kadha, kuambia peleka kuku kama yule, akisha kumchinja amla yeye. Ajabu ni hiyo, yeye ndio amla yeye, wewe humli tena. Wala sijasikia mimi nimekwenda kwa mganga akaniambia nichinje kuku, alipomaliza tu kuondoka akachukua kuku wangu kaondoka. Wamwachia yeye ndio anamla, yeye hamtupi ule, yeye ndio kitoweo kwake yeye. Amekufanya mpumbavu kwa yeye, kwake yeye hatokosa kitoweo. Wewe kwako wewe ndio kilometano tabu ondoka nazo, na tafsiri za mbovu atakuachia nazo hapo kwa bwana, hapo bwana kadha wa kadha wa kadha. Tena ajabu, wengine wamefika kiwango barabarani, tena watu achema vyakula vyatupwa barabarani, mitama, michele, tena na mambo ya hatari. Mtu mzima warushaje viwembe, watoto wapita na mawembe kama hayo, sijui amenyolewa nani, Allah yaalamu, yatupa barabarani. Watoto wakiyaokota yale ni kudhuru tu, kudhuru watu tu, na chakula kama kile kutupa. Hizi zote ni kufuru hizi ambazo kama yafanya vitu kama hivi, ndio usababisha watu maendeleo yasipatikane na baraka zisipatikane, kwa sababu ya mambo kama haya, ambao kama watu kuishi kwao waishi uchawi, ambao kama yani maisha yake yeye kitu kidogo. Mimi bwana lazima niende nikamtafute mtu mwenye kwenda kueleza haya, kutafuta haya. Kwa hivyo aliambiwa huyu ambaye kama Nabii Allah Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, hiyo ndoto ambayo hata ndugu zako aliyakatazwa usiwaeleze tena, ambaye fayakidu laka kaida, watakufanya vitimbi. Inna shaytana lilinsani aduwwun mubin, hakika au shetani kwa mwanadamu, lilinsani kwa mwanadamu tu, kwa sababu shetani yeye adui yake mkubwa ni mwanadamu, si ng'ombe, si mbuzi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu asema inna shaytana lilinsan, ikhtisasi yake ni mwanadamu tu. Lilinsan aduwwun mubin, ni adui wazi. Ukaenda ukaeleza masala kama haya kwa watu wale, basi wewe utakuwa katika hali ambayo kwamba ya kujidhuru tu. Ndoto Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatambia arruya salihah min ar-rajul salih, ndoto nzuri kwa mtu ambaye mwema, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah, ni katika miongoni mwa kwamba mafungu mazuri tu katika 46 ya mitume, ndio katika nzuri zikaotwa na watu wema, kama hivi ambao kwamba alivyoota Nabii Allah Yusuf, na ikawa hivyo hivyo. Kwa hivyo arruya salihah yaraha al-abdu au tura lahu, wa hiya juz'un min 44 juz'an au 70 juz'an min an-nubuwah. Zimekuja riwaya hizo zote zimekuja katika masala haya ndoto. Na mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliota
watakwenda katika mji wa Maka, watakuwa chini yake yeye. Na aliota Mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamishwa hayo kabla hajaingia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akathibitisha kwa ndoto yake ni kweli, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaqi kwa la tadkhulunna almasjid alharama insha Allah, kuwa yeye aliota Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoneshwa ndoto kama ile. Tena akaambiwa aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la yakhafun, wataingia ile hali wamekwamba wamenyoa nywele zao, wamepaya kadha, yani waliingia kwa njia ya amani, na kani yale yale aliyoyaota Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hakuna kitu kama mtu kuficha zile neema zako ambapo kama umezipata, jaribu kuficha, na umtafute yupi ambapo kwamba atakakueleza, basi tafuta mtu, lakini usijipokee tu. Yani tuona watu wengine mashallah alhamdulillah ana neema nzuri ndani ya nyumba, amepata mavyakula, amepata kadha wa kadha wa kadha, basi yeye ameona waacha niweke kwenye Facebook, waacha niweke kwenye WhatsApp, waacha mimi nieleze watu wanione manema kama haya amenizunguka, mimi nala hapa, mimi nala chakula. Watu maskini wakitamani, wengine wanatizama wamuona mtu kama afaidi ya vyakula, wengine ana njaa zao. Wewe ujue ni yupi ambaye kwamba atatoa neno moja tu katika neema kama ile. Ndio Mtume asema istainu ala qadai hawaijikum bilkitman. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tekeni msaada kwa kukidhiwa zile haja zenu kwa kuficha. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kila neema ujue, kila Mtume asema fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kila neema ujue ina yenye kuhusudiwa tu, neema yoyote yenye kuhusudiwa. Lakini wewe kile ukifanya, wengine ajabu, Mwenyezi Mungu amemjalia alhamdulillah msichana mzuri tu, umbile lake zuri, basi ameona yeye ajibwage kwenye Facebook, ajiona kwa watu wanione mimi, ule uzuri wake waone. Siku mbili tatu amebadilika tena, kutokana kwa sababu ya watu, yale macho watu. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, ujue neema hiyo, ujue kuna na hasad, na hasad ikikupata ni wewe mwenyewe umeitaka. Istainu ala qadai hawaijikum bilkitman. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza masala kama haya. Wewe ukiwa umepata jambo, nenda kamweleze mke wako, mfahamishe mke wako, na ukimwona huyo mkeo pia ana tabia mbaya ya kuwa yeye naye pia huyatoa, basi nyamaza, mnyamazia sawa, kwa sababu wengine nao ukimweleza tu, basi na yeye tena naye huyabwaga kwa wengine, akatoa mume wangu mpata hivi kadha wa kadha. Na ajabu, wengine huenda kumsifia mumewe hasa, wale wengine watamani ambao kama mume kama yule, siku mbili tatu wana mambo yamebadilika, kwa sababu ya wale watu hasadi zimempata mwanamke kama yule, kwa sababu ya kwenda kutoa tu zile siri zako, neema zako unazopewa na mumeo, na wewe nao kumbakia kwenda kuzitoa nje. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulinda na kila hasad. Tutakomea hapo inshallah, na kesho tutaendelea na safari kama hii. Tutaingia katika wingu wa kama wanne. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.